tunasema nukta ya 9 katika njozi. Mtu akamuota mwanamke mweusi katika njozi. Umelala ukaota mwanamke mweusi titi katika njozi yako, basi njozi hiyo inakujulisha hapo hakuna kheri. Hapo hakuna kheri. Sasa hakuna kheri vipi? Maana yake kwa yale matukio yatakuwa kiendelea yaliambatana na huyu mwanamke, ndipo utakuja kujulisha hiyo kheri. Hakuna kheri kivipi? Kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Lakini nukta ya 10 ya kuota njozi ya mwanamke na vipengele vyake, tunasema mtu anapolala kisha akaota ya kwamba wanawake wengi wamebeba silaha, wakaja au wakakujia huku wamebeba silaha hizo, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utakutana na watu wanaokuja kukushambulia watakao sehemu za mbali. Hiyo ni njozi ya mwanamke, nukta ya 10. Ama nukta ya 7 ya 11 ya njozi ya kumuota mwanamke, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuingilia mwanamke, yani umejamiiana naye mwanamke huyo, basi njozi inakujulisha haya yafuatayo. Maana yake kwamba mali yako itakuondokea au mali zako zitakuondokea zote, yani utafilisika, yani utabakia mweupe, utaishiwa na kila kitu kitakuondoka. Ama nukta ya 12, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuua mwanamke, umemuua kabisa mwanamke, amekufa usingizini, unaota namna hiyo, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utaondokewa na kipande cha mali zako, yani nusu ya mali zako zitakuondokea. Maana yake utafilisika, lakini hautofilisika zaidi. Kipande kingine kitabakia, utaendelea na maisha yako, na kipande kingine kitakatika, yani utalosi zaidi. Na tunasema nukta ya 13, ambapo kwa siku hii ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala itakuwa takomea katika nukta hiyo ya 13 ya njozi ya kumuota mwanamke, na tutakuja kukutana kwa njozi nyingine tena ya mwanamke kuendeleza mwendelezo wake biidhnillahi subhanahu wa taala. Nasema kumuota mwanamke, anasema mtu anapolala kisha akamuota mwanamke kuwa mwanamke wake kambeba, yani wewe mwanamke wako ndiye aliyekubeba wewe, basi njozi hiyo inajulisha haya yafuatayo, kwa maana kwamba utapatwa na aibu au utapatwa na utajiri. Utapatwa na aibu au utapatwa na utajiri. Na hizi tafsiri mbili zilizokuja hapa, maana yake zitakuja kutongolewa au kufasirika vizuri kwa yale matendo yatakayoendelea baada ya kumuona mwanamke huyu amekubeba, kisha baada ya kubebwa ikawaje. Ndipo hapo tutakuja kupambanua namna gani inavyokwenda kwa hurma na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Inshallah ndugu zangu, nipende kukwambia